Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi tokea Mwanza, Tanzania. Nakuletea mada inayosema wanawake walioibiwa sura waonyesha mapenzi ya kitoto. Mtazamaji, ningependa nizungumze wazi kabisa kwamba mada hii imeletwa na mwanamke ambaye ametamkiwa na mwanaume aliye naye kwenye mahusiano kwamba ana mapenzi ya kitoto. Kuna mambo mengi ambayo wanawake wanayafanya na hawajui kwamba yanawaudhi, yanawakera, yanawatisha, yanawakatisha tamaa wanaume, na hawajui kwamba hali hiyo ni ya kweli. Hebu fikiria story hii. Huyu ni mwanaume amekutana na mdada, ana shepu nzuri kweli, yani kuanzia kwenye shingo kuteremka huku chini, uko mtoto mzuri kweli, hata ukimkuta TikTok anatembea kwa medodo, lakini ana sura mbaya, lakini kwenye shingo kuteremka huku chini, mtoto la moto kweli. Huyu jamaa anasema hapana, huyu mwanamke kaibiwa sura huyu, ngoja nikamtafute mchawi wake aliyemwibia sura. Hiyo ni movie. Jamaa anasema hapana, siwezi nikamwacha, hii sura sio yake. Yani kuanzia kwenye shingo kutoka kuteremka chini, mtoto yuko hot, toto hilo, toto. Anasema hapana, huyu wachawi atakuwa amemwibia sura, ngoja nikamtafute mchawi wake. Hiyo ni movie inaanza, jamaa anaanza kutafuta, anafanya upelelezi. Unakuta wachawi wameizika sura yake kwa kwenye kaburini. Anaanza kwenda kutafuta mganga sasa kwenda kuitoa ile sura. Movie hiyo ni movie ya kutea. Sasa hebu fikiria kama ungekuwa na movie kama hiyo, afu mbona jamaa anavyohangaika anatafuta sura, anakutana yeye anapata hii sio yake, anakutana na sura hii imefichwa, anasema hii sio yake, anakutana na hii sio ya Zaina, anakutana afu anakutana yenyewe kabisa na ufiti mtoto akivaa. Wow, amazing. Sasa haya mambo yapo katika mahusiano ya kimapenzi, na huyu dada nikusikizie sauti yake, anaongea kwa masikitiko sana kwamba ameambiwa kwamba ana mapenzi ya kitoto. Ukimwangalia dada ana sura nzuri kweli, lakini anaambiwa ana mapenzi ya kitoto, anakata tamaa. Dada wa miaka 40. Unaweza kufikiria jamani, huyu dada kweli amekosa nini mpaka anaambiwa hivi? Ngoja kusikizie sauti yake huyu dada. Ngoja nianze mwanzo. Habari ya leo Dr. Mahaba. Habari za kazi. Nimetafuta namba, nilikuwa nafuatilia YouTube sana nafuatilia YouTube. Nasikiliza posti zako, nasikiliza maelekezo. Sasa kumetokea shida moja. Nimewahi kuwa kwenye mahusiano mara kadhaa, lakini mahusiano ambayo yalishia njiani, yani hatukufikia ndoa. Sasa nimeshavuka miaka 40. Nimepata mwenzangu naye amevuka miaka 40. Tuko kwenye mahusiano tunaelekea kwenye ndoa. Tatizo ambalo swali naomba unisaidie hapa, Doctor, ni kwamba mwanaume wangu ana kauli anasema mimi nina mapenzi ya kitoto. Yeye labda ukitaka kuwa karibu naye mnapokuwa pamoja, anakaa mkoa mwingine. Kwa hiyo inapelekea tukionana kwa siku chache tu kutokana na majukumu ya kazi. Nataka niwe awe karibu, tuwe karibu kwa sababu hatujawahi kupata muda wa kuwa pamoja hata kwa mwezi mmoja, hatujawahi. Yaani siku ambazo nimewahi kuwa pamoja naye toka tumekuwa pamoja labda siku 10, ndani ya miezi 10 sasa, toka tumekuwa wote mwezi wa 10 sasa. Sasa kwa siku hizo ambazo 5 au 4 tunazokuwa pamoja, tulikuwa pamoja kwa katika awamu mbili tofauti. Yaani nilimuona mwaka jana mwezi wa 4, nikamuona mwaka huu siku 2 3 kabla mwaka kuisha. Mimi nikamuona mwaka jana siku 2 kabla mwaka kuisha, tukakamba tarehe 1 2. Hiyo ndio kipindi tunaona mwezi wa 4 wa 5. Sasa katika siku ambazo tumekuwa pamoja hizo siku 10, na kama siku 10 tu, anasema mimi nina mapenzi ya kitoto. Yaani ile kutaka tukumbatiane, tuwe karibu, sijui tubusiane, labda mimi naangalia picha zake. Anyway, yani Dr. shida yangu naomba unisaidie. Kuna mapenzi ya kitoto na mapenzi ya kiutu uzima. Yaani kuna tofauti ya aina ya mapenzi, yani ile mahaba na nini. Yaani kuna mahaba haya labda ya watu wa miaka 40, afu mahaba haya labda ya watu wa miaka 20. Mpaka ninamaanisha nini au mapenzi ya kitoto na tukumbatiane mara nini? Yaani kama vile mimi namletea usumbufu, naomba unisaidie. Kuna tofauti ya mapenzi ya watu wa miaka 40 na watu wa miaka 20 labda. Samahani kwa usumbufu kwa swali. Unaweza kusikia kilio cha huyu mdada. Ameambiwa na amerudia kwenye hiyo voice note mara 3. Kitabu chake kimemuumiza. Ameambiwa kwamba ana mapenzi ya kitoto na yeye anajiona na miaka 40, na inakwaje na mapenzi ya kitoto? Sasa ni watu ambao hawajaanza kuishi pamoja, na kwa bahati mbaya wako mbalimbali kidogo, wanakutana mara chache katika mwaka.
lakini mwanaume tayari ameshasoma kwamba huyu ana mapenzi ya kitoto. Huyu ameelezea anavyojiangalia yeye na mambo ambayo anayafanya kwa huyu mwanaume. Sasa anashangaje kuna mapenzi ya miaka 20, ya miaka 40, ya miaka 60 yanatofautiana? Ni ile approach ulionayo, approach yako, mtazamo wako ulionao katika mahusiano haya. Sasa la kwanza ambalo napenda kulizungumza juu ya mapenzi ya kitoto ambayo wanawake wengi wanaonyesha bila kujua. Wanawake wengi wanapenda kufanyiwa mambo mengi, lakini wao wenyewe hawajiulizi ni mangapi ambayo unafanya kwa huyu mtu. Mtoto ndo anayependa kufanyiwa tu, mtoto ndo anafanyiwa. Sasa unaweza kufikiria kwamba huyu mwanaume anafurahia kukufanyia. Hebu fikiria, huyu ni mchungaji, ni mwanamke. Nakupa story ya kweli. Huyu ni mchungaji, ni mwanamke. Ni story ya kweli. Ana kanisa lote linamtegemea yeye, yani kama kiongozi. Lakini hategemei sadaka huyu mchungaji. Mume wake ana kazi nzuri. Sawa, nakupa story. Haya ni maneno kutoka kwa huyu mchungaji mwenyewe wa kike. Mama wa miaka 40 na. Sawa? Anasema hivi. Na hajazungumza mara moja, kama mara mbili au mara tatu hivi. Anasema hivi. Mara nyingine mume wangu ananipigia simu, nimetuma mafundi hapo wafanye kazi fulani, alafu uwape hela. Huyu mwanamke anapata kigugumizi, japokuwa ni mchungaji wa kilokole. Anapata kigugumizi kutoa hela ambayo alipewa na mwanaume itumike kulipa mafundi. Angependelea mume wake awalipe mwenyewe huko. Hela yake aliyopewa ambayo imeingia mikononi mwake isiingizwe kwenye kazi zote za nyumba. Anasema anajisikia vibaya. Lakini nafanya kinajisikia vibaya. Sasa nitamdaije tena hii hela? Nitamdaije tena mwanaume hii hela? Unaweza kuona ni mama wa miaka 40 na ni mchungaji. Anakiri yeye mwenyewe kwamba huyu inamuuma. Pale mume wake anaelewa kwamba kuna kazi fulani imefanyika. Hela ambayo amepewa yeye na mume wake anayemtegemea kiuchumi. Kanunuliwa na magari mawili, anabadilisha magari. Leo hili. Lakini kutoa shilingi 10,000 kuwalipa mafundi moja kufanya ukarabati wa kitu fulani, anapata shida sana ndani ya roho yake. Sasa inaonyesha jinsi gani ilivyo. Kuna wanawake hata kama wameokoka hawajui wanakosea waume zao na kuwakosesha raha na kuwakatisha tamaa na kusababisha huyu mwanamke apoteze mvuto kwa huyu mwanaume kutokana na mambo anayoyasema au kuyafanya au mwenendo walionao. Sasa kwa sababu hawajijui, kama vile mtu anayenuka mdomo, hajijui kama ananuka mdomo. Hajijui. Sasa wewe ndio mwingine ndio unajua ananuka mdomo. Ananuka kikwapa, yeye mwenyewe hajijui, hajinusi. Lakini wengine bwana ananuka kikwapa kweli. Sasa hali kama hiyo inatokana watu kuto kujitathmini. Umekuwa tu mtu wa kupokea tu, hujiulizi. Huyu mtu kanini tu anapenda anatoa tu, hujui yeye angetarajia apate nini kutoka kwako. Anahitaji appreciation. Kuna vitu vingine ambavyo anahitaji. Lakini kwa sababu hutumii akili yako kikamilifu, utafanya mambo ambayo mwenzio anaona ni ya kitoto, unamboa. Ndio hapo unashangaa, inakuwaje? Huyu mwanaume ana mke mzuri kweli, lakini anatoka na barmaid ambaye ana sura ya ajabu sana. Ndio hapo nasema sura yako imeibiwa kutokana na approach yako ya mambo. Sasa hivyo ni vitu unataka attention, lakini jinsi unavyoitaka hiyo attention inamuudhi mwenzio. Ukimpigia simu hajapokea, mawazo yako yuko kwenye mchepuko. Huwezi ukajua kwamba huyu mtu labda anaharisha, yuko chooni anaharisha. Huwezi ukajua. Tayari umesharukia tu. Kwa nini hujapokea? Akikupigia simu, kwa nini hujapokea simu yangu? Unaweza kuona kwamba una nia njema ya kulinda uhusiano wako, lakini approach yako inakuwa kero kwa yule mwenzio. Lingine ambalo lipo
ni kushindwa kukataa. Kuna mahali mwenzio anafanya kitu, anaamini kabisa kwamba kitu sio kizuri, lakini wewe utasema sawa tu, fanye. Alafu unapokubaliana, alafu lile ambalo umelikubaliana likaleta matatizo, unashangaa, kwa nini mtu wangu hakuliona hili? Kwa nini mpenzi wangu hakuliona hili? Wewe umekubali sawa, kwa sababu unataka kumuudhi, unaogopa bwana, nikikataa hapa atakasirika. Lakini unajua kabisa kwamba hii hali sio nzuri, lakini unakubaliana nayo tu. Hasa kwenye akili mwenzio anaona kwamba huyu anasikiliza kitoto, kila kitu anachosema, kwa sababu mimi ni mkubwa, anakubaliana kila anachosema. Yani ukatai jambo, upingani naye. Sasa unaojiona kwamba natafuta amani bwana, natafuta amani. Kwenye akili ya mwenzio anakuona wewe ni mtoto. Sasa unashangaa hivi, kwa nini mume wangu anachepuka? Utafanya mapenzi na mtoto? Akili yako ni kitoto. Mambo jinsi unayopokea mambo kitoto. Kuna mwenzio anahitaji umchallenge. Wanaume wanapenda challenge. Uonyeshe kwamba nawe unaweza kujisimamia. Sio kama mtoto mdogo. Uonyeshe kwamba nawe unaweza kujisimamia kwa na msimamo. Sio unakubaliana kila kitu tu. Inatisha. Anajua kwamba kama unakubaliana kila kitu, kumbe hata kutongoza na wanaume wengine utatiwa tu ovyo ovyo. Una msimamo. Ukiomba tu namba umetoa namba. Ukiomba tu namba una msimamo. Sasa tafsiri anaitoa mwenzio wewe hujui. Lakini tayari picha anapata huyu ni ya mtoto. Kwa hiyo kuna mahali napaswa vitu ukatae na uwe na hoja za kukataa hiyo issue za uhakika ambazo zinasimama zenyewe. Sasa wewe huna nakubaliana. Ngoja nikupe story. Unaposema kwamba sura yako imeibiwa. Kuna watu ambao wamefanya mambo ambayo unaona kwamba kama vile ni ya kijinga, lakini wakafanikiwa. Kaka mmoja akamuuliza kaka, imekwaje umepata kazi benki kuu? Huyu dada anasemaje? Anasema nijaribu tukimzaha tu, lakini kapata ile kazi. Akasema nilifanya tukiutani tu. Nilifanya tukiutani, lakini kapata hiyo kazi. Unaona? Kuna watu wanasema yani alikuwa anakiuza kitu fulani. Anajua thamani yake ni hii, lakini akaweka bei kubwa. Utani tu akaweka bei kubwa. Akashangaa hata akaikubali ile bei kwenye ile biashara yake. Watu wananunua vile vitu. Anasema nifanye tu utani, lakini wameikubali ile bei. Utani tu. Yaani mtu anaomba kazi mahali hapa, hata yani anaona kwamba hapa bwana, yani sistahili kupata kazi. Anaomba hapa utani tu, anashangaa amekubaliwa. Kama wengine wameweza kukubaliwa, kwa nini msikubaliwe? Sasa wewe unajishusha, unaona kwamba bwana nikikataa, sijui nitaelewekaje, sijui utanielewaje. Utaoza. Utaishi maisha ya kuteseka kama mtumwa. Huna mipaka. Kila kitu unakubaliana nacho, huna mipaka. Kila kitu unaona sawa tu. Mwekee mipaka bwana, ili bwana ukivuka hapo bwana, mimi na wewe hatuwezi kwenda pamoja. Ukivuka hapo, hatuwezi kwenda pamoja. Hapo ndio unajenga uhusiano ambao uko mbele utakuwa mtamu. Unapokubaliana kila kitu unakubaliana nacho tu, utaoza. So, huna nidhamu. Mtoto ndio ana nidhamu, anakunya tu hapo, anakojoa tu hapo, anafanya kila kitu anafanya tu kingine. Lazima uwe na nidhamu. Kuna vitu unaweka kwa mpangilio. Una nidhamu ya muda. Wewe una nidhamu ya muda. Unamwambia mtu nakuja saa 5, unakuja saa 6. Una nidhamu. Ndio utoto. Una nidhamu. Ukisema nitafanya kitu fulani, lazima una follow through. Unakifanya. Ukisema bwana nitafanya hiki, unakifanya. Sio unasema hiki alafu unasema unatafuta visingizio kwa nini ukifanya kila kitu. Huo ndio utoto. Ukiona nidhamu ni kwamba ukisema nitakifanya kitu fulani, utakifanya kwa muda mwafaka. Hakuna kutafuta visingizio. Sasa utatafuta visingizio, mwenzako ataonyesha kama amekubaliana na visingizio vyako, lakini kumbe anakuwa na wewe boya. Huna nidhamu. Mtoto ndio hana nidhamu, anakuja popote pale. Ajali. Huyu ni mtoto. Hayo ni mambo ambayo unapaswa uweze kuyatumia. Unafuata tu hisia badala ya kutumia logic. Mbata tu hisia, tumia akili. Tunafuata tu hisia. Kitu wazungu na mzungu mmoja akasemaje kwamba do what is right, not what is easy. Usifanye kitu kwa sababu ni rahisi.
Fanya kitu ambacho unaona ni sahihi, kitaletea tija. Don't do what is easy, do what is right, wazungu wanasema. Huo ndio utu uzima huo. Sio unataka tu vitu rahisi tu. Wewe kauzi utajiuza. No, lazima uonyeshe jinsi gani unaweza ukawajibika na ukaaminika, ukategemewa, unatabirika. Kama mwanamke unatabirika. Sio tu unanuna tu, usipopewa kitu fulani unanuna, ukianyima ukikataliwa kitu unanuna. Huo ni ujinga. Anza kufikiria hapo, mwenzangu, kwa nini ameninyima hiki kitu? Kwa nini mtu amekataa kunipa hiki kitu? Anza kufikiria, kwa sababu nyingine. Anaweza kuwa nayo hela anayo, lakini amemtumia mama yake mzazi anaumwa, au anasaidia ndugu zake. Sio kila kitu tukafanyia tu wewe, tukafanyia tu wewe. Utafanya ana ndugu huyu aliotoka nao tumbo moja. Unataka kila kitu tufanyie tu wewe, tufanyie tu. Ana ndugu ametoka nao tumbo moja. Anaweza kusaidia ndugu zake vile vile. Sawa. Hilo ni jambo la msingi sana. Wengine hawapendi kupewa mrejesho. Wewe uoshi uchi wako. Ukiambiwa uchi wako unanuka unasema, umenitukana, umenizalilisha. Napewa uchi. Osha. Kaka mmoja kaniambia mimi, daktari, naomba mwambie mke wangu mchafu. Yeye mwenyewe mwanaume anaogopa kumwambia mke wake. Story inakupa story ya kweli. Yule kaka ni handsome. Sawa, amekuja kuchukua dawa ya nguvu za kiume usini kwangu. Lakini ni mwanamke ndo anamlaumu mwanamke. Anamlaumu mwanaume hana nguvu za kiume. Ndio nianza kuongeza na mwanamke. Ongea na mwanamke. Alikuja ofisini, akakuta ofisi yangu nimehama pale nilipokuwa, akanipigia simu. Akasema basi nitamwambia aje mwenyewe bwana. Nilikuwa nimekuja kumchukulia. Unaona bwana? Nilipomwambia bei akasema hiyo hela sina, nitamwambia mwenyewe. Haya, mwanaume anakuja kuchukua dawa, ananiambia daktari, na mimi nakufuatia YouTube, lakini naomba mwambie mke wangu na hili. Ndio hilo nakwambia, unaweza kuwa unanuka lakini huwezi kaambiwa. Jisimamie wewe mwenyewe. Haleluya, una michilizi, alafu atakata kiu na ujui. Alafu unalingalinga. Una vipaumbele. Wewe ni utoto. Una vitu ambavyo una vipaumbele bwana. Hapo bwana, mimi sibadilishi msimamo. Kwa sababu una vipaumbele. Masuala magumu, maongezi magumu unayakwepa. Utaki maongezi magumu, utaki kuhojiwa, utaki kuulizwa maswali. Wewe ni utoto, ukiuliza maswali unakasirika. Unanisimanga, sijui nini, unanisimanga. Wewe ni utoto. Unaambiwa ukweli afu unasema unanisimanga. Haya mambo bwana. Lakini kunaitwa binary thinking. Binary thinking maana yake ni kwamba unafikiria katika nyanja mbili tu. Either ni nyeusi au ni nyeupe. Hakuna ya katikati. Ni kweli mume wako anaweza kuwa hana hela. Sawa? Lakini ni mpole, ni mkarimu, ni mchangamfu. Ana vitu vizuri. Anaweza kuwa na vitu vingine ambavyo hupenda, lakini ana vitu vizuri. Usiangalie na vile vizuri, kama vile vitu vizuri, ukamsifia kwa vile vizuri, ukamtia moyo katika ile mazuri anayo, lakini vile vile of course hapo taratibu unaweza kumsaidia katika ile madhaifu aliyonayo. Hakuna aliye mkamilifu. Kwa hiyo unapokuwa na hiyo binary thinking, yani unafikiria tu nyeusi na nyeupe, tayari ukishamwona na makasoro haya, basi bwana, mume wangu bwana, huyu mwanaume bwana, unaangalia tu yale mabaya, ana mazuri pia anayo. Usiangalie tu yale mabaya. Psychology inaita binary thinking. Haipendezi. Utamuua huyu mtu. Sawa? Utamuua huyu mtu. Sawa? La mwisho, unayo mazuri kama mwanamke. Sawa, unayo mazuri, lakini usitegemea hayo mazuri yatadumisha mvuto. Mtu mmoja akasemaje kwa Kiingereza? Anasema hivi, people that get good at thing want to be good at other things. Anasema hivi, watu ambao wameboresha mambo fulani hawaishii hapo, wanaboresha na maeneo mengine vile vile. Anasema people that get good at things want to be good at other things too. Kwa hiyo usikae tu kwamba kwa sababu mume wangu anapendelea haya, anapenda haya yatatosha. Kwa ndoa ya muda mrefu yatakuzoeleka. Yakizoeleka utaonekana unaboa. Japokuwa alikuwa mazuri pale wakati umeingiza. Kwa hiyo una vitu vingi vya kubadilisha.
Huo ni utoto, bakia tu pale pale. Wewe ukishajua kusoma na kuandika unaona tayari umemaliza. Ukishajua kusoma na kuandika, unasoma mabango, unasoma sijui Biblia, unaona imetosha. Kuna mambo mengine ya kujisomea, kujiongezea elimu, ya kujinufaisha, uonekane bora siku zote, kwa kwenye kiwango na update maisha yako. Sasa umekaa tu umebweteka tu, ili mradi na makalio makubwa unajiona mjanja. Wengine walikuwa na kinyongo sana yani. Umenifanyia hivi bwana, basi bwana, kama umenifanyia hivi basi, kinyongo, unanuna. Taki kubadilika tu, unataka tu afanye yale unayotaka wewe. Yaani unataka tu kupunguza sila, hakuna compromise. Unataka tu afanye unavyotaka wewe, ndio unataka afanye hivyo hivyo. Hakuna hata kidogo kulegeza kidogo, kwa adjust kidogo, hamna. Wewe mwanamke, wewe umeibiwa sura. Ndio maana wanaume wanahamia kwa michepuko. Sura yako imeshaibiwa hapo na hali kama hizo. Tafadhali sana, kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili usije kukosa vitu vingine vizuri kuliko hiki nilichokuletea leo. Sawa, subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Bye bye.